ambavyo kikosi kinajishape wakati kinafanya mashambulizi. Unakuwa unamuona pia wakati huo Oura ana uwezo wa kufika eneo lile, Chama ana uwezo wa kuingia eneo lile, Loemba pia ana uwezo wa kurudi kama link up play wa kuchukua mipira. Kwa hiyo ilikuwa inawawia vigumu wachezaji kama Morris Chuku na Kennedy Juma ni nani wa deal naye kwenye eneo lile. Lakini pia unawapongeza Simba namna ambavyo eneo la pembeni wamekuwa wakilitumia zaidi kwenye kutengeneza mashambulizi kwenye 1v1. Oura pamoja na Libase Gweye, lakini pia Kibabage pamoja na Kapombe ni miongoni mwa safu ambayo zimekuwa imara zaidi. Namna ambavyo jana pia walikuwa compact kwenye kupandisha mashambulizi, kwenye kutafuta nafasi kupitia maeneo yale ya pembeni. Lakini kuna eneo jingine ambalo Simba kwa sasa pia wanazidi kuimprove. Tangu ondoke Jean Chalea Awani kama pia wameanza kulimprove zaidi eneo la mipira set pieces. Simba alikuwa bora sana kwenye hiyo mipira iliyokufa. Unaona namna ambavyo goli la kwanza walifunga, usumbufu alioupeleka pale langoni ilikuwa ni mpira wa kona, lakini unaona namna ambavyo usumbufu uliopelekwa pale ni kama uliwatolea concentration walinzi wa kikosi cha Singida na kupelekea pia kuweza kuruhusu goli. Lakini unawapongeza Singida, walitulia baada ya kufungwa goli lile la kwanza. Wanatengeneza chance nzuri, hasa kuna nani huyu anaitwa Lamine. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi naona mbali sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ana uwezo mkubwa, technical ability ya hali ya juu. Jana ni kama amemsumbua sana Kibabage kwenye ule upande, lakini pia unamuona ana eye pace nzuri. Jana anapiga mpira kwa haraka alipoulisivu ule, goli lile linapatikana la Singida la kusawazisha, na kwangu ni uzembe wa Kapombe kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa kwenye win-win situation na mchezaji ule. Umepigwa mpira wa juu, ulikuwa ni mpira wa wote waruke juu, either atumia advantage ya kumgasi mchezaji ule asiruke kichwa cha free header ili kuweza kutokuwa na umakini wa kulenga lango, lakini yeye aliruhusu mshambuliaji yule kuruka for free na kumpa nafasi ya kuchagua yengo ambao angeuweka mpira. Lakini binafsi ulikuwa ni mpira ambao ulikuwa ni mzuri siku ya jana, namna ambavyo pia kikosi cha Singida Black Stars kiliweza kutengeneza baadhi ya chance nyingi, lakini kuna matukio ambayo yalijitokeza kama tukio la kuchezewa faulo kwa mchezaji wa kikosi cha Yanga Gwede. Wangu mimi ukiniuliza kwenye faulo ya Gwede, ile haikuwa clear penalty ile. Gwede kwanza goalkeeper ulimponyoka ule mpira. Ndio. Kwenye ile bato ya kwenda kuwini mpira, tayari alikuwa ameshakunjua mikono anakwenda kuchukua mpira, lakini Gwede ni kama ule mpira aliudonoa. Lakini bado ule mpira ulikuwa kwenye miliki yake, lakini Gwede akatumia advantage ya kujirusha. Lakini kama angeendelea kufanya mikimbio Gwede, mpira ule alikuwa na uwini na angeweza kufunga. Lakini baada ya kuguswa, so mgusano pale, tarajia mgusano sehemu yoyote unakutana tu, yani hamna namna. Waso goalkeeper ameshajitoa, amesharuka, atafanya nini? Atajizuia. Lakini mgusano ambao aliguswa Gwede pale ni kama alitumia advantage, kwa sababu mpira bado ulikuwa kwenye position yake na alikuwa na uwezo pia wa kuigadi mali na kuweza kuscore, lakini yeye akatumia advantage ya kujirusha. Lakini kwangu mimi naiona ile ya Khalid Aucho kidogo, ile ndio ilikuwa na utata kiasi chake, kwa sababu Khalid Aucho ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari walikuwa wameshafika kwenye mpira. Ana slide Kagoma, licha kuwa aliuwini mpira, lakini kuna mgusano ambao ulitokea pale mguuni. Lakini kwa yote tu kitazama kwa jicho la kawaida, hata mimi ningekuwa muamuzi, zile nisingeweza kuamua ni penalty kwa sababu ya namna ambavyo migusano ilitokea. Ni migusano ya kawaida sana, lakini ni ile tu mchezaji ana take advantage eneo alilopo, na kwa wakati huo anakuwa anaona ni advantage kujirusha ili kupata mkwaju wa penalty. Lakini kwa maamuzi ya jana, nampongeza muamuzi, amefanya kazi kubwa. Jana tumeshuhudia soka ambalo halina mararamishi mengi sana. Ameitendea haki mpira, kila kitu kilichofanyika jana unakiona kilikuwa kwenye nafasi nzuri. Goli la Mpanzu wengi waliona kama ni offside, lakini kwa jicho kimpira ile haikuwa offside kwa sababu ametoka katikati ya walinzi na kuchomoka katikati yao wakati mpira ukiwa tayari umepigwa. Mpanzu ndio ambao
akatoka eneo lile la walinzi ambao tayari wao walikuwa wameshatengeneza mtego wa offside bila kufahamu kwamba wakati movement inaanzishwa mpira ule Mpanzu ndiye aliyekuwa mbali zaidi kuliko mchezaji yoyote. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa kweli umekuwa fair kwangu mimi kwa timu zote mbili, na ushindi aliopata Simba ni ushindi ambao ni alama 3 muhimu. Ni viporo hivi, lakini ili arejee kwenye nafasi yake ama kurace kwenye ubingwa anahitajika kwenda kupata ushindi wa michezo ya ugenini takriban 3 ikiwemo huu wa jana TRA na dhidi ya Pamba Jiji. Kwa hiyo fixture ipo vizuri na kulazimu ushindi wowote unaufurahia na unakupa mazingira mazuri. Bana leo usiku kwanza Dodoma Jiji dhidi ya Azam FC. Bana Azam jana wanapata ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Dodoma Jiji. Kwangu mimi Dodoma Jiji ni kama overconfidence jana ndio imewagharimu sana. Unajua wakati unakuwa unashinda ni kama wachezaji wako wanakuwa na confidence kupitiliza. Sasa mpango kazi alioingia nao Manjosia jana ulikuwa ni mzuri, lakini unaona namna ambavyo baada ya reaction nzuri ya kikosi cha Azam hasa kurejea kwa Faisal Salum eneo la katikati, ni kama wachezaji wa Dodoma Jiji walijikuta wameingia kwenye mfumo wa Azam mapema sana. Goli la dakika 6 Zidane Sirel liliwachanganya zaidi. Wakati wao wanatengeneza mkakati tunarudishaje, Faisal Salum anaweka chuma cha pili dakika 13. Ukifungwa haraka kipindi cha kwanza hasa kwenye zile dakika 15 za mwanzo, tegemea mpango kazi wako unakwenda kufa wote, na inahitajika uingie na mpango kazi mpya wa kwenda kutafuta goli kuliko kutengeneza mpango kazi wa kuna jilinda na kutengeneza mashambulizi ya kushtukiza. Ndicho kilichomkuta Dodoma jana. Wachezaji waliingia kwa kujiamini kupita kiasi na wakashindwa kuweka ile nidhamu ya mapema kwa wachezaji wa Azam. Ukicheza na Azam usipokuwa na nidhamu, lolote inaweza likakukuta kutokana na quality ya wachezaji waliopo pale Azam. Ni wachezaji wazuri of course. Jana unaona hata Kitamba la Boka akufunga, lakini ukitazama namna ambavyo kina Zaidi, akina Salm na kina Zidane jana walikuwa na wakati bora. Kwa unaona namna ambavyo mwalimu mkakati wake ulikuwa umeenda kuwapa wachezaji hasa wanaocheza eneo la pembeni kama akina Zidane kwenda kuisumbua safu ya ulinzi ya kikosi cha Dodoma. Lakini pia kukosekana kwa Banda ni kama jana pia kulikosesha nguvu fulani eneo la defense line ya kikosi cha Dodoma Jiji na kushindwa kuwa compact kwenye kwenda kuwini. Unajua unapokuwa na mchezaji ambaye amecheza mechi nyingi kubwa inakuwa ni nafasi. Banda ni miongoni mwa wachezaji ambao experience ni kubwa, hata akikutana mchezaji wa aina gani ni miongoni mwa wachezaji ambao wana utulivu mkubwa kutokana na experience ambao wamekuwa nayo. Lakini kwa jana anakosekana Banda kutokana kufungiwa, inawagharimu Dodoma Jiji eneo lile la katikati. Kulishindwa kabisa kuwepo na yale mawasiliano baina ya Ndibikoko na beki aliyekuwepo kwenye eneo lile, na kujikuta wanaruhusu idadi hii ya magoli 3. Kwa Azam ni ushindi muhimu. Mechi za ugenini ni kama zimemtoa jasho hivi, amedondosha takriban alama 4 hivi kwenye mechi za ugenini, lakini anakuja kupatia kwenye mechi ya Dodoma Jiji maandalizi pia kuelekea kwenda kumkabili Yanga siku ya Jumapili. Kwa hiyo kwake ni wakati mzuri pia kuendelea kuvitafuna viporo kwa staili hiyo, na anarejea nafasi ya 3 akiwa na alama 27 wakilingana na Simba tofauti ya michezo. Simba akiwa na michezo 12, yeye 13. Leo ligi kuu Tanzania Bara inashuhudia mchezo mmoja bana, Yanga dhidi ya kikosi cha Tanzania Prison majira saa 10 kamili za jioni. Of course ni mchezo mgumu, tumeuzungumza sana, lakini mabadiliko pia ya uwanja sitashangaa kama Tanzania Prison yakamuathiri kwa kiasi kikubwa. Miongoni mwa timu ambayo kisaikolojia kwanza imevurugwa kutokana na mabadiliko haya ya uwanja. Unakuta wachezaji akili ile morali inaanza kushuka kutokana na mambo kama haya ambayo yalijitokeza ya kubadilishwa na uchovu wa safari. Pia wamesafiri kilomita nyingi, unatoka Mbeya unaenda Tabora, utoke Tabora uje Dodoma. Muda wote huo pia recovery ya mazoezi inakuwa inafanyika kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo anakwenda kutana Yanga, moja ya timu ambayo ina kila kitu pale Yanga. Ina kila aina ya mchezaji. Kuna mchezaji mwenye maamuzi na mechi
ana uwezo wa kuibeba timu mabegani, lakini pia kuna wachezaji ambao wanacheza kwa umoja, wako kwenye compact way nzuri, wana uwezo mzuri wa kwenda kukabiliana na mpinzani. Kwa hiyo nidhamu inahitajika sana kwa Tanzania Prison kwenda kukabiliana na Yanga, nidhamu ya kujilinda, nidhamu wakati anatengeneza mashambulizi, lakini pia pressing ya hali ya juu, ili uiweze Yanga ufanye pressing, ukabaji wa hali ya juu kuanzia eneo la juu. Kama utaruhusu muda mwingi wanacheza kwenye zoni yako, kikosi cha Yanga niamini mimi kina wachezaji ambao ni wazuri. Muda mwingi wakikushambulia lazima kuna nafasi 2 ama 3 watatumia nafasi moja kwa ajili ya kukufunga, lakini kwa Yanga inaendelea kuwakosa baadhi ya nyota ikiwemo Dickson Jobu, lakini pia Mzize Pacome amesafiri naye, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao bado anaugulia majeraha, na baadhi ya wachezaji kama Shadra Kiboka ambao wanawakosa. Kukosekana kwa baadhi ya nyota kwenye kikosi cha Yanga unaendelea pia kumminya mwalimu kufanya rotation ya kikosi. Unajua fixture si rafiki sana kwenye hizi tarehe mwezi Machi. Yanga, Simba, Azam pamoja na Singida ndio wana fixture ngumu sana. Yani ni tofauti ya siku 3 tu inawalazimu pia wacheze. Yanga baada ya mchezo huu anacheza na Azam. Kwa hiyo unaona namna ambavyo mwalimu atakuwa anatamani kufanya rotation ya kikosi, lakini kikosi kinamfunga. Anapoangalia nje pale anakuta wachezaji wale ambao anawategemea ndio wanapaswa kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo ni miongoni mwa michezo ambao Yanga pia hata hitaji contamination kubwa. Ndio maana nakwambia silaha kubwa ya Tanzania Prison ni kwenda kufanya ukabaji wa kiwango cha juu, kitu ambacho Yanga pia hatamani kwenda kufanya migusano ambayo inaweza kusababisha majeraha kwa wachezaji wake. Siombei wachezaji wa Tanzania Prison wacheze mipira faulo mingi, lakini ule ukabaji wa hali ya juu utakuwa na tahadhari kubwa sana kwa Yanga na kushindwa kuwapa nafasi ya kucheza ya kuenjoy soka kama wanavyofanya kwenye michezo mingine. Lakini kwangu mimi ukiniuliza, Yanga anaingia kama first team, Tanzania Prison akiingia kama second team, lakini ujio pia wa Shadrack Kinsajigwa kwenye benchi la ufundi la Tanzania Prison kumeonyesha uhai kiasi fulani. Wameondoshwa kwenye CRDB, huenda pia ilikuwa misheni yao ya kwamba tubaki na michuano tubaki kwenye race ya ligi moja. Unajua Tanzania Prison eneo aliopo si eneo rafiki. Unapoendelea kuwepo kwenye michuano mingi kama Arsenal itakukalimu huko mbeleni, lakini wameondoshwa kwenye CRDB. Huenda pia ni mpango kazi kwamba tuone namna gani tunajinusuru kuto kushuka daraja ama kucheza playoff kwenye ligi kuu Tanzania bara na kuwekeza nguvu kubwa kwenye upande wa ligi kuu. Barani Ulaya jana UEFA Champions League imepigwa vipute barani Ulaya bana. The Blues Chelsea, kisasi ni haki kikalipwa na PSG goli 5-2 wanapasuka Chelsea. Nilitarajia hili kwa sababu ukiwatazama The Blues hata kwenye ligi kuu pale nchini England bado ni kikosi ambacho kinaendelea kujitafuta hivi kutokana na namna ambavyo mabadiliko aliyofanywa, kuondoka kwa mwalimu Enzo Maresca, akaingia pia mwalimu mwingine. Yani kwenye msimu huu tu mpaka sasa baada ya kumpata mwalimu Liam Rosnia, ni mchakato ambao umempitisha pia mwalimu mwingine ambaye alikuwepo pale katikati kama mrithi. Kwa hiyo unaona namna ambavyo bado Chelsea chini ya mwalimu Liam bado wanasafa kutengeneza kikosi, kujitengeneza. Wana kikosi kizuri, vijana wengi wachanga, lakini unapokutana PSG tarajia kupata game nzuri ngumu ya ushindani kutokana na namna ambavyo wachezaji waliopo pale PSG ni wachezaji wakubwa. Of course wachezaji kama Vitinha, kina Dembele na wengine wengi ambao walioko pale. Ukitazama hata jana umiliki wa mchezo ulikuwa kwa kiasi kikubwa huko kwa PSG 58-42. Unaona namna ambavyo mzani tu ulivyokuwa, lakini unawapongeza pia Chelsea, reaction nzuri sana. Paka kipindi cha pili Chelsea alikuwa amefungwa 2-1, lakini anakuja kusawazisha paka half time 2-1, lakini anarejea anasawazisha goli. Baadaye pia umakini unakosekana kwenye defense line, na ndio imekuwa ugonjwa wa Chelsea eneo la defense line. Wanajikuta wanaruhusu magoli haya matatu mengine na goli 5 zinapatikana. Lakini Madrid dhidi ya Manchester City jana, sijajua shida Manchester City ni nini bana. Valverde piga hat-trick jana
na magoli ukiyatazama yote yamefungwa kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kwa Manchester City sijajua kwa nini pale Guardiola kuna vitu ambavyo bado vinamkwamisha sana, lakini ukitazama kikosi cha timu ya Real Madrid jana, hata possession average walikuwa chini. Manchester City ndo walikuwa juu 60-40 jana na possessi Manchester City, lakini ukitazama namna ambavyo jana mwalimu wa kikosi cha Real Madrid aliingia na mpango kazi, ni mashambulizi ya kushtukiza kutokana na kuwakosa baadhi ya nyota ambao ni muhimili mkubwa sana kwenye kikosi chake, lakini Valverde anatumia nafasi vema na kuweza kufunga hayo magoli matatu.